sura yake ya 7 versi ya kwanza hadi 14. Kwa siku ya leo, baada ya kueleza juu ya kuwa na hamu kukubali kukomaa kiroho, kuwa na moyo wa toba, kusanyiko la taifa kwa mishipa, jana tuliweza kueleza juu ya maombi ama hatua zinazoleta majibu ya maombi ya Ebenezeri, hatua gani ambazo zilirahisisha muujiza na zikaleta taifa kuweza kusema hata sasa Bwana ametusaidia. Tuliweza kueleza juu ya hatua 3. Halafu kwa siku ya leo tunamalizia juu ya somo kubwa 3 ambazo tunazipata katika haya mashairi ambayo tumeyasoma. Mfrase tunaita de grande leçon spirituelle. Somo kubwa 3 za kiroho ambazo tunazipata katika haya mashairi ambayo tumeyasoma. Samueli wa kwanza sura yake ya 7 verse ya kwanza hadi 14 inatufundisha mambo gani? Jana yataongezea nyingine na wengine na wengine, na walionitangulia mbele nao pia wamesema zingine, lakini mimi leo nitaweza kuweka somo kubwa 3 za kiroho ambazo tunazipata kufundishwa katika Samueli wa kwanza sura ya 7 hadi 14. Somo ya kwanza ambayo tunaipata katika yale mashairi, Mungu alitaka atufundishe ya kwamba maisha ya mwanadamu ambaye ameokoka, anaeleza na anashuhudia naenda mbinguni, Bwana anataka ufahamu ya kwamba msamaha wa kweli ama toba ya kweli inashurutisha kuacha ama kugeuka ama kukataa dhambi. Somo ya kwanza ya kiroho na rejea ikisema ya kwamba Samueli anatufundisha, Mungu anatufundisha katika kitabu hiki cha Samueli kupitia nabii Samueli na taifa la Israeli ya kwamba tuelewe msamaha. Maisha ya Mkristo wa kweli inahitajika kujua ya kwamba msamaha inatushurutisha, inatuoblige, inaexige kuacha dhambi, kukataa dhambi, kukimbia dhambi na kuishi maisha ya wokovu mbali na dhambi. Hii ni somo ya kwanza ambayo tunapata katika ile kitabu. Kama ulifuata usomi mzuri, unaacha pale verse ya kwanza ilikuambia Dimashi ya kwamba taifa ilikuwa imemwacha Bwana, walikuwa wametumikia miungu mingine, walikuwa wametumikia Astaroti mahali, walikuwa wamekuwa waidolati, walikuwa wamekuwa waambidiki, walikuwa tena hawana bon moral, walikuwa wamemkosea, walikuwa wamemwasi Mungu, walikuwa wamemsahau Mungu, walikuwa wamemkataa Mungu, walikuwa wameishi mbali na Mungu na wameambatana na miungu mingine. Na katika Samueli hii ya 7 inatuonesha ya kwamba msamaha ambayo Mungu alifundisha taifa, alingojea kwa taifa, ni kugeuka kwa mioyo yao. Hautaendelea katika même direction, lakini unageuka. Ulikuwa kahaba, unageuka. Ulikuwa mlozi, unageuka, unaacha. Ukristo inashurutisha maisha ya utakaso. Ukristo unashurutisha mtu kuishi mbali na dhambi. Neema ya Bwana haitupatie ruhusa ya kuzidi katika maovu. Na mafundisho yanafundishiwa, yamehubiriwa huku na kule, wanasema neema ya Bwana inafunika hata makosa yetu. Kama umeokoka tu
Hata ukifanya dhambi, neema ya Bwana inafanya nini? Inafunika. Kugeuka, kukataa maisha ya dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Haiwezekani ukuwe Mkristo, si vizuri uwe Mkristo pamoja nasi na ukaishi katika dhambi. Sio vizuri kuwa Mkristo na ukaishi katika fitina. Sio vizuri kuwa Mkristo na ukaishi katika maisha ambayo mwenyewe ndani ya roho yako unakosa salama na unajiuliza, je, nikakufa? Somo letu la kwanza katika haya mashairi linatuambia ya kwamba baada ya msamaha ya dhambi hakuna tena hukumu na hakuna tena maisha ya dhambi. Neema ya Bwana haikupe ruhusa ya kuzidi kufanya dhambi. Kama umetakaswa, umeoshwa, unahakikisha umesamehewa dhambi, umeomba msamaha, alafu kataa dhambi. Saidie kuambia jirani, kataa dhambi. Nasema mwambie dhambi hayo haiwezi kataa mtu. Usipoikataa itakuya. Hata na huko mchungaji, dhambi haiwezi kukukataa, inakupenda tu na wewe. Na inaomba. Shetani alimdanganya. Mkatae dhambi wa Kristo. Dhambi ya kila aina mkataa. Kama umeomba msamaha, geuka, kataa, acha maisha ya dhambi, acha dhambi. Usikubali kukoa tena dhambi. Hapo ndipo Paulo anasema katika Wakorintho, ushirika kali uko kati ya giza na nuru, kati ya utakaso na maovu. Ushirika kali. Moja mbili. Sio kwambia revela. Mwingine ametokea Leva 14. Leva 14 mmoja nilimwona pale atoka na ingine. Siri 14 niko natua. Hili ni shida. Niwaambia wiki hii ndawahamakia, ndawaona, ndawakemea. Na ninaanza kwa wakubwa sababu ni wadogo mtajiambia haraka. Kama nilifuata vizuri Jumapili nilisema kazi ya wazee sio kupitiza meza ya Bwana. Ile ni accessoire. Na hapa mama wanaweza ipitiza. Mie na mchungaji na nyewe tukakubaliana tu, hapa mama na wanaipitiza. Tami tuna itakuwa meza ya Bwana. Haitakuwa meza ya bibi. Kazi ya mzee sio kupitiza meza ya Bwana. Kazi ya mzee ni kuangalia niveau spiritual ya kanisa. Kuangalia mafundisho ya kanisa. Mafundisho tunayoyafundisha. Anasema SKJ mwalimu iko anatembea kisha tulitaka atembee kusoma ambapo nilimpatia. Shabata ni evaluate na iko wapi? Hata ni iko wapi kwa ni evaluate? Hii changamoto. Nilimfurahia mchungaji Rwanzo, alitenga wazee ile pale kama. Kosa gani walifanya? Kuna kuwa semina wao wanapita pita Buria Veni. Amewatenga ili Mungu ambariki sana. Wazee tunapowachakua nataka muelewe kazi gani tunawapatia. Haiko kuvala mavazi. Tuna maneke msambi vile iko kuvala vesti. Wazee wa kanisa wana kazi ya kufanya ili kanisa liwe bonsate. Ili hizi kondoro zisije zikapotea, ili hizi kondoro zikujue Bwana. Ninyi wazee wa kanisa mna kazi kubwa zaidi ya kukula ugali na baraza magharibi. Hatukuwachagua kwa ajili ya kula ugali siku ya tano, tuliwachagua ili msaidie kanisa kukomaa kiroho. Wazee wa kanisa ndio mnaweza kuleta kanisa ili waweze kukataa sana, wakimbie. Hii ni kazi ya wazee wa kanisa. Kama wameshindwa kuwaelekeza, muwafukuze, hamjakosea.
mchungaji anatia sumu inaishia pale. Hamjakosa. Kama ni amina msipeni amina. Hii ndio kanisa la Yesu. Somo letu ya kwanza, lesson yetu ya kwanza inasema msamaha wa kweli, msamaha wa Kristo, mfahamu ya kwamba inashurutisha. C'est une obligation. Ce n'est pas une négociation, mais c'est une obligation. Haiwezi onekana. Na rejea vile vitu haiwezi onekana. Wakati unasikia mchungaji ameanguka, sio vizuri, sio vizuri, ni aibu, sio vizuri. Hivi vitu haviwezi onekana. Unasikia mwimbaji fulani amekata mimba, amebeba mimba, alibeba namna gani na hana bwana? Sio kawaida, sio vizuri wa Kristo. Biblia inasema msamaha inashurutisha kuacha na kugeuka kwa maisha ya sasa. Msamaha. Hii ni lesson ya kwanza yenye mwandiki mzuri. Unasema mchungaji alisema somo ya kwanza katika Samueli wa kwanza sura ya 7:1 hadi 14. Somo la kwanza linasema msamaha. Sio sahihi. Sio sahihi kuona mtu anafiwa ama mjane kisha Wakristo wengine wanauzisha parcela yake. Sio sahihi. Haiko normal, iko anormal. Haiwezekani. Haiwezekani. Nasema haiwezekani. Somo la pili. Somo letu la pili katika kitabu ambacho tumekisoma, Mungu alitaka kufundisha kwamba maombi, ujue mfahamu ya kwamba maombi inavuka woga. Maombi inavuka woga. La prière surmonte la paix. Taifa wameogopa waliposikia mashambulizi, taifa wakaogopa. Lakini kitu kimoja kilichowapatia hela wakati walipomwambia Samueli, usiache kumtuombea kwa Mungu wetu. Maombi ya Samueli ilimaliza uoga wa taifa. Maombi ya Samueli ilivuta woga ya taifa. Hali palikuwa woga, maombi ilileta assurance. Hali palikuwa esheki, maombi ilileta victoire. Hali palikuwa mashaka, maombi kaleta certitude. Amen, amen. Amen. Wakristo wenzangu, msiache maisha ya maombi. Umeokoka, msiache maisha ya maombi. Namna gani wewe Mkristo unafanya haya mwana hawe ya umaka kwako? Kwa Mkristo wa wapi umefundishwa na nani? Namna gani unaweza kufanya kutini semeni hawe ya umaka? Unafika mkitano tu unalala tu. Sawa chumbuzi kuna hivi kwa kufungiwa kwa mayani. Tena asubuhi unaamka tu, unaamka tu unaenda tu. Namna gani unaweza kufanya? Namna gani mnaweza kuishi maisha yako? Yenye maombi kunye inakuwa accessoire. Ndio maana uoga inahamia mzee. Watu wengi ambao hawana maisha ya maombi ni waoga sana. Sababu katika somo hili Biblia inatuambia kwamba maombi inatuleta, maombi inavuka uoga. Maombi inashinda uoga. Maombi inatupa ushindi juu ya uoga. Msiye mko watu wenye wadi unafanya kasemeni naisha au ya mpaka. Unaweza namna kanisa, unaweza kuwa muimbaji, unaweza kuwa Mkristo, unaweza kuwa instalateur. Juma inaisha au ya mpaka. Juma inaishia kana au ya mpaka. Unaweza namna gani? Nipatie formula kwanza na mimi nijifunze. Unaweza namna gani kufanya hii semeni wewe Mkristo na au ya mpaka? Formula ni hayo. Unatoka mvile unalala kama la mtu kama nenda mshahara kama kwa unalala tuti semeni una. Somo hili linalenga kutuambia kwamba leo tufahamu woga ina umbali wa maisha ya wanadamu.
Lakini kitu ambacho kitakuleta kushinda kila mara woga ni kuwa na maisha ya maombi. Hata Yesu aliweza kushinda woga ya kufa katika maombi. Ndani ya maombi ndipo Yesu alipata nguvu ya kushinda woga. Wakati alifika juu ya msalaba, Biblia inasema akaanza kuhangaika, kisha akaomba, akaambia Baba, kwa nini unaniacha? Wewe unashikutana upweke, hivi unajilinda mblangiti, utakufa na kasi. Mwimbaji mmoja katika akasema, unachoka una roho nzito, sema na Yesu. Sema na Yesu ndio maombi. Ile ndio maombi. Walimfundisha maombi ya kwamba ni mazungumzo ya mtu na nani. Roho inachoka, usijiachie mblangiti, sema na Yesu. Roho inaumia, sema na Yesu. Watoto wamekushinda, sema na Yesu. Maisha inakataa, sema na Yesu. Unaacha kani, sema na Yesu. Sema na Yesu. Lakini Wakristo umejua kusema na watu kuliko kusema na Yesu. Problem ikapata hapa kwa shida. Na matungulu inaweza kujulia kwa moto ya mboga juu ya kupeleka mitambi kwa jirani. Kuna wale watu ambao unakosa miguu yao inawasha. Mtu anakia kuona anafanya kwa saha moja, hakuna hata yenye mlema. Tu iko wao vituruturu, maroma. Nani alikwambia mimi sitaki kufanya mambo? Ukakuja niona niletee habari ya maana, hauna ya maana baki kwako. Wangu natafuta uso wa Bwana. Mchungaji huko wangu nataka nikuone. Ukakia niona hakuna kishikuleta. Ujifunze kuongea na Yesu. Amen, amen. Ujifunze kuongea na Yesu. Ndani ya upweke ongea na Yesu. Unaona kisa ongea na Yesu. Unachukuliwa na mashaka ongea na Yesu. Wanakusumbua ongea na Yesu. Kazi inakataa ongea na Yesu. Lakini leo umependa kuongea na manabii kuliko kuongea na Yesu. Nabii Faya, nabii nani, nabii muujiza, nabii nani. Ongea na Yesu. Unaweza pia ongea na mimi mchungaji ni kwa kudese mtu asiye position. Ongea kwanza na Yesu. Kabla ya kuja kuambia mchungaji, ambia kwanza Yesu. Tukaambia mchungaji ataambia nani? Na ule Yesu kuna acha mwambie kwanza. Kisha baadaye kuja kumchungaji, ambia baba mchungaji, nimeambia kwanza Yesu. Kisha kuja kukuambia sawa baba yangu wa kiroho, na wewe na unajua kwa hii hali. Na mnagani unaambia kama shangazi, unaambia wapare, unaambia marafiki, Yesu na hamuja mwambia. Na ndio maana wanataka kuniambia watu mehoga iko tu pale pale. Somo letu la pili linasema kwamba Mkristo fahamu, mtoto wa Mungu fahamu ya kwamba maombi inavuka nini? Inavuka woga. Maombi inashinda woga. Somo letu la tatu na la mwisho, maandiko haya yanataka kutuambia kwamba maisha ya mwanadamu, Kristo ambaye ameelewa na kukomaa katika pointi yetu ya kwanza kama nilivyowaelekeza, yule Mkristo ambaye anatembea, ana hatua, anaishi akikumbuka mema ya Bwana. Mkristo halisi, yule ambaye amesamehewa, yule ambaye ameishi katika maisha ya maombi, kunahitajika kitu ya tatu, ni kukumbuka kila mara wema wa nani? Usikuwe Mkristo wa kukumbuka ya mbaya ya maisha. Uhesabu baraka za Bwana. Katika furaha hesabu, jifunze kuhesabu baraka za Bwana. Katika magumu jifunze kuhesabu baraka za Bwana, zitakupa matumaini ya kesho. Taifa la Israeli waliomba msamaha, wakageuka, wakafanya maombi, wakafunga chakula, wakamlilia Bwana, wakamtolea Bwana sadaka za maombi na za shukurani. Baadaye wakafanya monima, wakaweka jiwe ambayo itakuwa kumbukumbu, souvenir
yale ambayo Bwana aliyafanya katika maisha yako. Mungu aniwezeshe, Mungu akusaidie katika Ukristo wetu. Tusiwe Wakristo wa kuona mabaya tu, tusiwe Wakristo wa kuhesabia mabaya tu, tusiwe Wakristo wa kukumbuka siku Mungu hakutujibiaka, lakini tuwe Wakristo wa kukumbuka mema ambayo Bwana ameyafanya katika maisha yetu. Na Bwana awabariki. Hili ndilo tunafunga somo yetu ya leo. Kisha tunaanza teksti nyingine. Sijasala lakini Mungu amenipatia leo. Mimi mwanya tu, tualini si salaka hapa. Haujasala lakini Mungu amekupatia. Amekupatia. Jua nini mie tu, tutatoka lokateni. Jua nini mie tu, tunakusaka salwa hii. Haujashenga, Mungu amekupatia pumzi. Tunakuamini kanisa. Haujapokea uko wewe umepata kazi kwanza. Mungu nakushukuru nimepata kazi. Hata kama mshahara haiyakuwa, na ninaamini utafanya zaidi. Tusibakie ndani ya maombi ya lamentations. Jua nini mie tu, jua nini si tu, jua nini tu. Ni vizuri kuna muda ya kuomba maombi ya maombolezo, lakini siwe stili ya maisha. Na hapo ndipo jana niliwapatia picha ya malaika watatu wa kuandika mahitaji, wa kuandika majibu na wa kuandika shukrani. Tulete mahitaji yetu kwa Bwana, na Bwana tunaamini ni mwaminifu, atatujibu. Kwa nafasi ya tatu, tusiyasahau mema Bwana aliyofanya katika maisha yetu. Tukiishi vile Wakristo wenzangu, hakika kanisa linapona. Tukiishi vile Mungu anaonekana katika maisha yetu. Tukiishi vile msaada itakuwa. Muangalie ndugu zetu batemwe wanatushindia nini? Wamisilima wanatushindia nini? Muangalie mwa wakimbizi wote wenye wiko napita kwa maparsela, hautaona kama mtemwe, hautaona kama mzima. Ninarejea, hautaona katemwe de Jehova. Kwa nini? Hawa watemwe na wamisilima wamekuwa na system interne ya kuweza kusaidia watu ambao wanakuwa katika uhitaji kama wale. Wakimbizi wanapokuja vile, wao wanafuata identify wao haraka na wanasimamia kwa bezo zao. Hautaona kaete mwende Jehova wakimbizi, impossible, hawezi. Walifundishiwa ndani ya makanisa ya masale de royaume sawa. Walifundishwa ndani ya misikiti ya kwamba upendo kwanza. Hautaona kaete mwende Jehova, hautaona kae misilma mwenye anakosa faktire kwa peta. Haexiste. Kwa nini? Wao wanajua kuangaliana, wanajua kuleteana watu ushuhuda, wanajua kutunzana wao kwa wao, na matendo ya Mungu yanazidishwa katikati yao. Wenye wanakosa faktire kwa upito ni wahoro. Wenye wanakosa kama matunzo mazuri kwa wakimbizi ni wahoro. Wale wote wenye wanakuwa kama vile selu. Kwa nini? Mwenye wanatupaka vitu yake nje ni mhoro wetu. Mwenye anakosa kana sadawa ni mhoro wetu. Wenye hawalibake madeni nisie. Wale tu nisie. Natuko tunahubiri upendo, tunahubiri matendo ya Mungu, matendo ya Mungu yako. Matendo ya Mungu yako. Bwana Yesu asifiwe. Matendo ya Mungu yako. Matendo ya Mungu yako wapi? Niliwaambia siku moja hapa, nimesema mkono wa Bwana hamtaionaka. Mkono ya Bwana ni revera, mkono ya Bwana ni nini? Mkono ya Bwana ni mama. Sema niliona mkono wa nani? Wa Bwana. Niliona mkono wa Bwana. Mungu atuwezeshe kanisa. Tuongeze shuhuda katika maisha ya kanisa. Tuongeze shuhuda katika maisha ya Wakristo wengine. Tuongeze shuhuda. Tuongeze nini?
tuongeze shukrani. Shamba tuweze kuondoka. Maombi ambayo tunaiomba hatutaomba nyakati mrefu. Ambia Mungu, nifanye kuwa mtumishi wa kutapanya salama. Nifanye kuwa mtumishi wa kuacha watu wakakuona katika dunia. Nifanye kuwa mtumishi ambaye ndaacha watu wanashuhudia matendo mazuri ya mbinguni. Nifanye kuwa mtumishi ambaye Bwana watu wataokolewa kupitia maisha. Mtayo anasema kwamba kuna siku moja watu watafika mbinguni, kisha Yesu anawaambia, mlifanya hili, mlinifanyiziaga na hiki. Anamuuliza, saa ngapi tulifanyaka hili nyote? Asema, siku lenda ona prisonika kwa ngura, mie njoo nipaka. Akumbe Mungu Yesu ni prisonika. Siku lenda kaona mgonjwa, ukamwachia sukari, ukamwachia faktiri, ukamlipia ile faktiri yake, mie njoo nifanyizia. Akumbe yeye Yesu njoo ule mtu mwenye iko vulnerability. Yesu ni yule mtu ambaye hana mbele hana nyuma, amekatishwa tamaa, amekatishwa matumaini. Yule ni Yesu. Unapomvenera naye unamtukuza Bwana, naye anasema hakika Bwana yupo. Ambia Yesu, nisaidie, nisaidie. Tuko tunaanza mwaka ya masomo, watoto wa yatima wiko hayo, hawana baba, hawana mama. Niko najiuliza, eske tutasoma? Uko pale, umepewa neema, unaweza simvenire kumabezea wale watoto. Henda watazame, peleka kalamu moja ya wino, peleka buku, peleka uniform. Utakuwa umewaonesha mkono wa Bwana. Watakuwa na hakikisho ya kusema hakika Bwana ni baba wa mayatima kupitia maisha. Tuko tunawasia watoto wetu, umeanza kuwahusia uniform na viatu. Mungu awabariki sana, awarahisishe tena mpate zaidi ya yale ambayo umeyafanya, lakini muwakumbuke pia wale watoto mayatima. Msiwasahau, hawana baba, hawana msaada, hawana mtu wa karibu. Wewe na mimi ndio msaada kwa wale watoto. Ambia Bwana tusaidie. Ulikuwa umejipenda sana, unaweza kufanya depase juu yako, unafanya depase juu ya watoto wako, lakini unasahau wale ambao unakaa nao. Wako watu wameenda shule, ndio nyuma ikalaka nao hawasomaki. Ambia Mungu, niondoshe hii moyo ya kupendelea jamaa langu kuliko watoto wengine. Hata hawa watoto Bwana, kuwapa chakula ni vizuri, kuwapa mavazi ni vizuri, lakini katika dunia ya sasa pasipo shule haujafambia Mungu, nipe roho ya kuvuka mipaka yangu. Nipe roho Bwana ya kuvuka ukawaida yangu. Depression nimeweka sehemu. Nipe roho ya kusifuka, ili ninaposifuka Mungu, matendo yako yaongezeke, shuhuda zako ziongezeke, watu wakuone Bwana, watu wakuishi Bwana, watu wakuguse Bwana, watu wakushuhudie Bwana, waseme Bwana anatenda. Acha Jehova siku ya leo kanisa mpya itakayowaleta kugeuka, kuacha dhambi, kukimbia dhambi, kukataa dhambi, itakayowaleta Bwana kuwatenda na maisha ya maombi, itakayowavukisha ili waweze kushinda uoga, kila mtu itakayowaleta kukumbuka na kuhesabu mema uliyotenda katika maisha yao. Nimewaleta mbele zako Bwana kwa njia hiyo sawa, nimewahimiza. Ninaamini Roho Mtakatifu wako, mwalimu mkubwa aliye pamoja nasi sote, aliye ndani yetu, anayetufunulia habari za maneno, ataendelea kutufundisha, atatuwezesha na atatufungua macho ili tuweze kuangaliana sisi kwa sisi. Nabariki taifa hili kwa moyo safi, kwa jina la Yesu, amen. Tunaweza kukaa kama